Naam, ndugu msikilizaji na wafuatiliaji wa Fantasy TV, ni mwendelezo na hapa tayari kiongozi ameshajitambulisha. Moja kwa moja tuweze kuzama kwenye pointi ya maandalizi ya sherehe kubwa ya Emo ya Mbembe Mbondo hapa nyumbani Quad City. Wewe ulioko state ya mbali, anza kubuki na ni ndege, usafiri wa ndege ambao utakurahisisha wewe kufika kwa wakati. Ni tarehe 30 mwezi huu wa 8, ni hapa nyumbani Quad City. Moja kwa moja tuweze kuzungumza na kiongozi, atakwenda kutuambia kwanza tuweze kujua kwa nini wamezamiria sana tarehe 30 kujiripua kwa sherehe ya kibabe zaidi. Asante ndugu mtangazaji, nashukuru kupata nafasi hii. Na mimi Vanessa TV imefika nyumbani kuja kujua hali ya Mbondo hapa kwa siri. Na wengi wananitambua katika TV hii nikiwa kama kocha, lakini kwa sasa hivi nimevalia kofia ya mwenyekiti makamu ya Mbondo kwa siri. Ndio. Basi tumeandaa sherehe hii au tumeandaa Assemblée Générale hii kwa maana tumekaa takriban ni miezi 8 tukiwa tumeanza kundi hili. Tukaona vyema watu wengi tunajuana kwa masauti tu, hatujajuana hata kwa macho hivi. Tukaamua vyema kwamba hamna, tumeshakaa muda mrefu miezi takriban hiyo 8, inabidi sasa tukutane na watu watoto wa Mbembe Mbondo kwa siri ili tujuane masura, na wengi wanaotusikiliza kwa mbali waje kusikiliza sera zetu ni namna gani tulivyounda hili kundi na sera zetu zinasema kitu gani. Ndio kiongozi, miezi kama 4 iliyopita nilikuwepo pale kwenye kikao kikubwa cha uchaguzi wa viongozi wa Emo ya Mbondo hapa nyumbani. Ule uchaguzi kidogo sikuweza kuelewa, kwa maana leo ndo nimekwenda kujua kwamba hapa nyumbani kuna vikundi viwili vya Emo ya Mbembe Mbondo. Vipi kuhusiana na uongozi? Ule uongozi umeualika kwenye sherehe yenu ama vipi? Vizuri sana. Sisi hapa kama vile viongozi wa kundi hili la Emo ya Mbembe Mbondo tumealika kila mwanajamii aliyoko katika mazingira haya ya kwa siri, awe Mbondo asiwe Mbondo, haje kusikiliza sera zetu, kwa maana watu wanasikiliza kuna kundi lingine limeundwa, haje asikie ni maana gani, kwa sababu gani wameunda kundi hili. Atajua kumbe ndo hivi, atakuwa na picha, atajua nitaenda wapi na nitakaa wapi. Lakini tumewalika wote walioko hapa wakiwa kwenye kundi lile na walioko kwenye kundi hili na wale ambao wamekata matumaini wana kundi yoyote, wote tumewalika waje wasikilize sera zetu na waje wapate mwelekeo mzuri. Vizuri sana ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Fantasy TV. Jambo njema tuliokuwa nayo, tutakuwepo live. Hakuna namna ya vipindi kwamba tutaedit baadaye. Siku hiyo tarehe 30 tutakuwa live bila chenga. Endelea kufuatilia Fantasy TV ili uendelee kuburudika. Kocha, samahani kwa kuita kocha kwa sababu nimezoea kwa lugha hiyo. Moja kwa moja kiongozi, niweze kusema kwamba vipi kuhusiana na mialiko? Mmeshawatumia ama vipi? Naamini kwamba kuhusiana na mialiko hivi ndio tuko kwenye mchakato. Tuko kwenye mazingira ya kikao cha kamati. Ndio hivi tuko kwenye mchakato, ni gisi gani tutatoa mialiko kwa kundi mbalimbali ambao wanaweza kuwa na uhitaji wa kuja. Kwa hiyo mialiko inakuja kwa yeyote yule, lakini haitofikia kila mtu, itafikia labda kwa vile wale viongozi ndio nawaambia watu, na wale ambao wanatusikiliza sasa hivi na wanaosikiliza taarifa zingine kupitia audio sehemu mbalimbali, karibuni kwenye sherehe hiyo au kwenye Assemblée Générale kwa ajili ya kujua sera zetu na mbinu gani ya sisi kuwa katika hii nafasi ya kundi mbili za Mbondo hapa kwasi. Vipi kiongozi, kitu gani cha utofauti ambao utakishuhudia? Kwa maana naona sherehe nyingi za Babondo waga wanaalika waimbaji wa nyumbani wanakwenda kuperform, lakini pia na watu toka mbalimbali, na maana watu maarufu wanawaalika wanakuja kuperform kwenye sherehe yenu. Vipi sasa kwenye sherehe ya hapa nyumbani? Hayo tuyatarajie, kwa maana hapa nyumbani kiangalia kuna waimbaji wazuri wa nyimbo za dunia, lakini pia na nyimbo za gospel. Kitu gani utarajie siku hiyo? Siku hiyo mtarajie tutalika waimbaji wa nyimbo za gospel. Hao ndo tumewaandaa. Na isiyo kwamba sababu wewe ni mwimbaji wa nyimbo za kiulimwengu siwezi nikafika. Uje kwa sababu yote ni hisia zetu, kwamba njoo usikilize usia kupitia nyimbo za gospel au kusikiliza usia ya Mbembe Mbondo kwa siri. Vizuri sana ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Fantasy TV. Nimepewa dakika chache na hivi naamini kwamba tunakwenda kumaliza, kwa maana nimewakuta wapo kwenye kikao cha maandalizi ya tarehe 30, na kupitia Fantasy TV utakwenda kuona vipeperushi vyote kwa namna yote ile ambayo
wamekwenda kujiandaa kwa namna ya kuweza kufikishia ujumbe na taarifa ikufikie vizuri. Hivyo kiongozi, neno moja kwa wanaFANS TV, lakini pia kwa jamii inayotuzunguka, ina maana hapa nyumbani kwa DC. Ya kwanza ni kukushukuru wewe binafsi kwa muda wako kuja kutuona, kuja kuongea na sisi. Mungu akubariki sana. Cha pili, wanaFANS TV, ni kwamba hii ni radio yetu, hii ni TV yetu, tunaipenda sana. Kwa hiyo mjue kwamba sisi tutawazidi kuwa nyuma yenu kuwasupport, kama vile FANS TV tunawasupport kihali na mali. Vile vile wanajamii wa Kwasiri au wa ulimwengu mzima, ni kwamba mwe na nafasi ya kusubscribe kwenye TV yetu, kwa maana ni nafasi ya kumpa nafasi yeye TV yetu kwa ajili ya upeperushaji ya kusonga mbele kwenye mazingira ya kiulimwengu. Vizuri sana ndugu msikilizaji, ulikuwa nami muda wote huu kwa ajili ya kukuletea haya ambayo tayari umeyasikiliza. Tukutane kwa wakati mwingine.